Tundu Lissu hapa anaendelea kueleza mahakama kupitia majaji watatu. Anaendelea kusema watu walifungwa bure kwa makosa ya uongo kabisa ili wafungwe watu wapole ardhi. Nilitoa watu 466 akiwemo marehemu Chacha Wangwe ambaye baadaye akaja kuwa mbunge. Tarime ikanipa kesi ya jinai pia katika wakati wa serikali ya Jakaya Kikwete. Baadaye nitaeleza kuhusu hii kesi. Buhemba ambayo sasa ni wilaya Kahama, Butiama, Mererani wilaya Kataa, Simanjiro, Manyoni, Ikungi Mashariki jimboni kwangu huko. Kote huko palikuwa na dhahabu ila ikaja kuwa ni maafa kwa wananchi waliopelekewa hilo mali. Kote huko palikuwa na dhahabu ila ikaja kuwa maafa kwa wananchi waliopelekewa hilo mali. Kila mara panapokuwa na ukandamizaji wa haki za wananchi, nimejitahidi kuwa sehemu ya mapambano ya wananchi hao ya kupinga huo ukandamizaji. Kauli mbiu yangu, waheshimiwa majaji, maimoto upinzani dhidi ya ukandamizaji ni utiifu kwa Mungu. Resistance to oppression is obedience to God. Msimamo wa maisha yangu haya umekuwa na gharama kubwa sana kwangu. Waheshimiwa majaji, kesi hii ni kesi ya uhaini na kama ambavyo nimesema, share update hizi zifike mbali mara nyingi. Waheshimiwa majaji, kwamba uhaini kama ulivyotafsiriwa kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya adhabu ndiyo kosa kubwa kuliko yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 24 katika katiba yetu. Mtazamaji wa Kanyuka TV, hapa ni sehemu ya 264B tukiendelea kukupa update mbalimbali zinazoendelea kile ambacho kinaendelea mahakamani moja kwa moja. Sasa unaweza kutunga mkono hapo kwa kubonyeza alama ya subscribe ili utupe moyo wa kuendelea kukupa vile ambavyo vinaendelea kujili hapa mahakamani moja kwa moja, ambapo Tundu Lissu anaendelea kujitetea. Kama mkishawishika na hoja na ushahidi wa mawakili wa serikali ni kifo, msisambwe sijui kuna nini, bali ni kifo. You don't get more serious than this. Waheshimiwa majaji, leo nakabiliwa na kesi kubwa kuliko zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hii ni mwendelezo wa kesi nyingi za jinai ambazo nimewekewa na serikali hii, polisi na mawakili wake. Waheshimiwa majaji, sina hakika na watu wengine nje ya chama changu Chadema, lakini ndani ya Chadema mimi ndiye mwanachama na kiongozi ambaye nimeshtakiwa mara nyingi kuliko kiongozi au mwanachama yoyote. Waheshimiwa majaji, na kesi zote ambazo nimefunguliwa zimekuwa ni kesi za kisiasa, zimetokana na matendo yangu, kauli zangu na msimamo yangu ya kisiasa. Waheshimiwa majaji, tuanze na utawala wa marehemu Rais Mkapa. Mwaka jana, waheshimiwa majaji, wakati wa Christmas, mwanangu mmoja alinitumia ujumbe kwamba baba, upo gerezani, unatukumbusha kwamba Christmas yetu ya kwanza duniani ulikuwa gerezani. Wakati wa Mkapa nilikamatwa tarehe 23 Disemba ya mwaka 2002, siku mbili kabla ya Christmas, kwa kosa la uchochezi. Wanazungumza sana uchochezi watu hawa. Sababu gani? Kwa kuongoza kampeni za kudai mauaji ya wananchi wa Bulyanhulu yachunguzwe baada ya watu zaidi ya 60 kufa. Kwa kudai mauaji haya yachunguzwe, nikakamatwa nikapelekwa makao makuu ya polisi Shimoni. Pale chini kuna gereza linaitwa Shimoni. Pale wanajaza watu, wengine wanakaa miezi. Kwa bahati nzuri nilikuwa maarufu, wakanipeleka mahakamani siku ya Christmas. Walimpata wapi hakimu sijui, ila akanisomea mashtaka akaniambia ondoka hapa. Uchunguzi ulikuwa miezi 6. Walioshtakiwa wenzangu walikuwa Agustin Liatonga Mlema na Dr. Lugemeleza Nshala ambaye leo ni wakili wangu. Kosa ni kudai uchunguzi wa mauaji ya wananchi. Miezi 6 wakaifutilia mbali baada ya kukosekana kwa ushahidi. Wakashindwa kuleta mashahidi. Mwaka wa 2005 akaingia Jakaya Kikwete. Waheshimiwa majaji, nilizungumzia Tarime, ipo karibu sana na moyo wangu. Mwaka wa 2005 Julai nikiwa mbunge, polisi walifanya mauaji eneo la Nyamongo, wakaua watu 3 wanakijiji. Mtazamaji wa Kanyuka TV, hii ni sehemu ya 265. Tunaendelea. Kwa habari za uhakika na matukio unaweza kutusapoti hapo kwa kubonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Tundu Lissu anaendelea.
Mwaka wa 2005 Julai, nikiwa mbunge, polisi walifanya mauaji eneo la Nyamongo, wakaua watu 3 wana kijiji. Nikiwa bungeni, wananchi wa Nyamongo wakanipigia simu, "Mheshimiwa, inabidi uje. Polisi wameua na wanataka tuzike, tumegoma, njoo." Nikaondoka bungeni, nikaenda Tarime kudai uchunguzi wa mauaji yale ufanyike. Nilipofika Tarime, tukapata taarifa kwamba polisi wana mpango wa kutaka kuvunja milango ya chumba cha kuhifadhia maiti ili waibe maiti. Tukaenda kuweka kambi chumba cha kuhifadhia maiti ili polisi wasiibe maiti. Tukapigwa sana. Kuna picha maarufu polisi wamenichania kombati yangu, ila picha ni ya Tarime. Nikapigwa vibaya sana, wakanichania kombati yangu, tukakamatwa, tukapelekwa kilomita 40 nje ya Tarime. Kesho yake tukashtakiwa kwa criminal trespass. Nikapelekwa gereza ya wilaya Tarime siku 4. Pale nilipokuwa natoa wenzangu, safari hii nikawa mimi ndiye mfungwa. Mtazamaji wa Kanyuka TV, mnaweza kunipongeza hapo kwa kubonyeza alama ya subscribe. Hapa leo ni update zote ambazo zinaendelea mahakamani hapa. Neno kwa neno, maswali kwa maswali, hoja kwa hoja, ili tuendelee kupata kile ambacho kinaendelea mahakamani hapa. Tutaendelea kukupa kile ambacho kinajili. Ngoja tupate mapumziko kidogo ya kunywa maji, basi usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata habari zetu. Kumbuka, hii ni Kanyuka TV.